for the victims who are butchered, who are murdered in the post-election violence. Tunataka justice kwa hao mama, kwa hao watoto, kwa jamii zote ambazo ziliathirika na hiyo mapigano ambayo ilihusisha viongozi ambao sasa hivi wako mamlakani. Kindiki ambaye alikuwa lawyer wake William Ruto alienda kumsaidia, kumtetea na kusema William Ruto si muuaji, lakini alikuwa amepelekwa ICC kama an accused person. So we want justice for those victims. Maana tukizidi kunyamaza, hao viongozi ambao wameua watu watazidi kuua wengine. Hata sasa hivi mnaona wana abduct vijana na wanaenda wanawamaliza. Serikali ina sponsor Mongiki kuua watu ambao waungi serikali mkono. So sisi kama vijana pia tutasimama kujitetea na tutajitetea vilivyo, maana hata sisi tuko na nguvu ya kupigana na nyinyi. Nyinyi hata kama mnakomboa vijana, pia sisi tuko na nguvu ya kukabiliana na nyinyi. Jina naitwa Onyango Bethwel. So jambo yangu wa kwanza ambayo nataka kuzungumzia, nimeona vijana wanatekwa nyara, abductions. Abductions inaendelea Kenya. So nataka kuwaji William Ruto. Naona wanateka vijana ambao ni wadogo sana. Mimi niko hapa. Nilikuwa naomba sana mimi ungenipata. Ingekuwa mzuri sana. Juu mimi sidhani kama mtawezana mimi. Hata ukiniangalia mimi nitadeal na nyinyi mbaya sana. Mkisema mnanikujia, hata mimi nitapambana na nyinyi. Sasa nyinyi mnaenda mnateka vijana wadogo sana. Sasa nilikuwa nawaomba kama mnanisikia, mnikujie, mnijaribu mteke nyara. Tuone tutafikishana wapi. Sasa mkisumbana vijana wa umri mdogo, hamtafaidika. Kuja mshike samaki mkubwa ndio huyo hapa. Mimi ni Gen Z na nitakabiliana na nyinyi. Bonge la binadamu. Jambo lingine ni Kriegler and Work reports of 2007 ambayo iliweka washukiwa ambao walihusika katika violence, post-election violence ya 2007, 2008. And William Ruto and your accomplice were one of the people who were summoned to the International Criminal Court. So we want justice for those people, for the victims who are butchered, who are murdered in the post-election violence. Tunataka justice kwa hao mama, kwa hao watoto, kwa jamii zote ambazo ziliathirika na hiyo mapigano ambayo ilihusisha viongozi ambao sasa hivi wako mamlakani. Kindiki ambaye alikuwa lawyer wake William Ruto alienda kumsaidia, kumtetea na kusema William Ruto si muuaji, lakini alikuwa amepelekwa ICC kama an accused person. So we want justice for those victims. Maana tukizidi kunyamaza, hao viongozi ambao wameua watu watazidi kuua wengine. Hata sasa hivi mnaona wana abduct vijana na wanaenda wanawamaliza. Ni wale viongozi ambao wameishi kutumaliza kuanzia Kenya ipate uhuru, na wamezidi kuua vijana, wanawamaliza, wanawatupa kwa misitu. So kama wewe ni kijana na unajua huyu jamaa amehusika kwa vifo za watu, huyu jamaa amehusika kwa mauaji ya watu, wewe kama kijana, ikifika 2027 usirudishe huyo mtu katika uongozi. Maana huyo mtu akirudi katika uongozi atazidi kututesa na kutumaliza. So we want justice for those victims, for those our innocent children, innocent mothers. Na kwanza tutaanzia mchakato kama wa Kenya. Tukusanye evidence. Tuone nani alihusika katika hiyo vita. Sasa inaona Mongiki inatokea. Mongiki ambayo inasponsiwa na serikali. Serikali ina sponsor Mongiki kuua watu ambao waungi serikali mkono. So sisi kama vijana pia tutasimama kujitetea na tutajitetea vilivyo, maana hata sisi tuko na nguvu ya kupigana na nyinyi. Nyinyi hata kama mnakomboa vijana, pia sisi tuko na nguvu ya kukabiliana na nyinyi. So Mongiki violence iwachwe na ICC. We want justice for those people. Tukasikia ng'ombe, mnataka kuvaccinate ng'ombe, mnataka kutumia 21 billion kuvaccinate ng'ombe. Wakati corona ilitokea Kenya, mlitumia only 2 billion
kuvaccinate watu. So hii 20 billion, we want to know where does this money go? Hii ni mpango ya Uhuru Kenyatta na Kasongo kuiba pesa ya wananchi. Maana Mutahi Kagwe aliwekwa hapo. Rais Uhuru Kenyatta ndio alisponsor Mutahi Kagwe aweze kuingia pale pale ndio aweze kuiba pesa ya kusaidia Rais Uhuru Kenyatta wakati amestaafu. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi wa Kenya, mkiona maneno msichukulie kimchezo. Kasongo ni mwizi mjanja sana na anatumia njia ya ujanja kuchukua pesa yenu. So mkiona vitu kama hizi zinaendelea, msinyamaze. Kwani wewe umesikia tangu lini ng'ombe inadungwa shindano ya 20 billion? Tangu lini? Tangu hata nchi ya Amerika haijaifanyika. Nchi zote, Kenya biggest export ni tea. Majani chai ndio Kenya wana export nje. Kenya haijai export nyama. Nyama ambayo Kenya ina export ni hizi kwa hapa kwa maduka, hizi zinauzwa kwa mabuchari. So hii nyama ambayo mnatudanganya mna export ati ng'ombe lazima idungwe chanjo, ni nyama gani? Ni nyama ya sungura ama nyama ya mbuzi? Nataka kuelewa ni nyama gani ambayo lazima ng'ombe idungwe chanjo ya 20 billion. Maana hiyo ni kumisuse public funds. Na hiyo ndo mambo ambayo tuliambia Kasongo uache, lakini bado ni kama usikii. Corruption inaendelea, abductions inaendelea, assassinations inaendelea. Alafu baba wewe unashangaa na wewe. Wakati interest zako ziko kwa serikali unanyamaza. Kwa nini unanyamaza? Kama serikali ni mbaya, sema ni mbaya. Yanakula. Wacha kufuata Kasongo nyuma unasema ati mambo ni mzuri. Hali si hali Kenya. Yanakula. Hii Kenya yetu itaharibika sababu yako. Na mimi nakwambia, hii manunguniko ambao Wakenya wako nao juu yenu nyinyi viongozi. Nyinyi hata hamtaona mbinguni. Nyinyi shetani ameongojea kule hell. Mchomo huko, maana mnacheza na hali ya Wakenya, mnawatumia Wakenya vibaya, Wakenya ambao wana mali, Wakenya ambao ni fukara, mnawatumia kwa njia mbaya, mnawatumia kupata mali ambao tena mnatumia mali kuwanyanyasa. So wewe Ruto, Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, tamu yenu ikiisha, nyinyi wote mwende nyumbani, tutafute viongozi ambao watajali maslahi ya Wakenya. Asanteni sana.